Ili kuinua viwango vya elimu katika eneo la Rabai, kaunti ya Kilifi, viongozi katika eneo hilo wanahoji kuja na mbinu ya kuwa na mfuko wa elimu katika jamii hiyo kando na ule wa basari wa NG-CDF. Haya yamedokezwa na mwaniaji wa kiti cha wakilishi wadi wa eneo la Kisurutini, Ndune Munga, ili kusaidia hususan wasichana wanaoshindwa kuendelea na masomo yao kutokana na ukosefu wa karo. Ndune amehoji kwamba mfuko huo utakuwa unawezesha kampuni na watu binafsi wenye uwezo kuwekeza fedha zao katika elimu ambazo zitatumika kwa maslaha hayo ya elimu. Hapa Rabai tuko na viwanda vingi na tuko na watu wengi ambao ni wafanyabiashara wengi. Wafanyabiashara wengi na wako na pesa ambazo zinaweza zikatusaidia hapa Rabai. Tunakuja pia pale na kufikiria na kuwa na mbinu ambazo ni mpya ama mbinu ambazo zitatusaidia sisi kama Warabai. Zile mbinu mpya ambazo tunakuja nazo katika kule kufikiria na kuja na mawazo ambayo yataweza kusaidia mwananchi wa Rabai. Hizi kampuni ambazo ziko nazo tunaweza weka mfuko ambao ni mbadala mbali na ule wa CDF ama ule wa county government. County government iko, serikali iko, basaries ziko, lakini sisi Warabai tuje na mfuko wetu ambao utasaidia katika kuwekeza katika elimu. Katika hizi kampuni zetu zote tuko na ule mfuko wetu wenye kampuni wataweza kutusaidia katika ile pesa yao ya CSR. Inaweza ikatusaidia katika kuwekeza katika huo mfuko ambao tunaweza eka tu kama Kisurutini Education Fund ambao itakuwa na huo mfuko tofauti, ambapo wabiashara wengi watakuwa wanawekeza pale. Mtu binafsi anajisikia kuwekeza katika elimu, anawekeza pale. Ule mfuko utakuwa ni mbadala bali na ule wa CDF. CDF wakitoa pesa 2,000, ule mfuko unatoa 1,000. Mwanafunzi anaweza akaenda akasoma. Ule mfuko ukitoa 2,000, ule kwa basari mtu anapata 5,000, inakuwa ni 7,000. Wakati huo Ndune ameeleza matumaini ya kuinuka kwa elimu ya mtoto wa kike katika eneo hilo kutokana na juhudi za serikali kuwatambua na kuwajumuisha katika michezo mbalimbali, jambo ambalo limesaidia kupunguza visa vya mimba za utotoni. Mtoto wa kike sasa ametambulika kitaifa na ametambulika katika serikali, katika ile migao ya serikali pia ametambulika. Tuko na pesa ambazo wao pia wametengewa ambazo zinaweza zikawasaidia. Mbali na hivyo pia tuko na sports activities ambazo zinaweza saidia mtoto wa kike. Hapa Rabai changamoto ni hiyo, watoto wa kike hawajaruhusiwa kikamilifu kuengage katika activities ambazo ni za society. Kwa hiyo tunakuja na mbinu ambayo yule mtoto wa kike tunampatia ufahamu. Yule msichana apate ufahamu, wazazi wapate ufahamu. Wakishapata ufahamu mzuri, watajua kwamba sisi tumetambulika kitaifa na tumetambulika kama wasichana, na tuko na activities ambazo tunaweza tukazifanya, tukaengage katika biashara, tukaengage katika football activities ama michezo tofauti ya sanaa, kitu ambayo itawawezesha wao kutoa yale mawazo ya kwamba sisi tusifikirie tu kwamba tukishakuwa wasichana ni tukimbilie wavulana tuwe tutapata mimba za mapema, lakini wawe wako na option ambayo kwamba wanaweza kuengage katika hizo activities za mitaani. Kwa hiyo wakiingia katika hizo activities za mitaani itakuwa ni rahisi, atakuwa yuko busy na atakuwa hana ile time ya kwamba mimi acha nikimbizane na wavulana. Atakuwa tu kama ni football activities anacheza mpira akijua kwamba mpira na ucheza na niko na malengo. Kama ni sanaa, ni usanii, anaenda kuperform usanii akijua kwamba ninafanya sanaa kama biashara na kama talent ambayo itanisaidia katika level ile ambayo nataka kwenda. Ali Vincent, Benvin TV.